السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ni mwendelezo na silsila ya darasa yetu kama ilivyo kawaida. Wiki iliyopita au darasa iliyopita tuliangalia thawabu ya kuwa na zuhudi au faida ya kuwa na zuhudi katika dunia. Kuipa kinyongo dunia lakini kuwa na hima na akhira. Leo tunaanza kwa kusema huu ni mwezi wa Ramadhani. Ninaamini na ninaona tunajitahidi sana kufanya matendo mema. Tunafanya hima sana kufanya mambo ya khairati mbalimbali. Na tunataraji Allah tukubalie na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu haya ambayo tunayafanya mema hayo. Lakini haya mema ili yapate kukubaliwa lazima yawe na vigezo na masharti. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa isiwe tukafanya juhudi kubwa ya kufanya matendo lakini mwisho wa siku yasikubaliwe kwa sababu hayakuwa na vigezo wala hayakuwa na masharti. Sasa katika masharti makubwa kabisa ya kukubaliwa matendo nimeona leo tugusie moja, al-ikhlas. Yaani tuwe na ikhlas katika matendo yetu ambayo tunayafanya. Na al-ikhlas maana yake kwa kifupi kabisa tafsiri ya wanawachuoni wanasema tasfiyatul amali min shawaib shirk. Ni amali kuisafisha kama safi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haina shirki. Iko safi. Umefanya kweli lillahi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi ambapo haina uchafu wote wa shirki, iko khalisan, imetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo maana ikhlas kwa ufupi kwa tafsiri ya wanawachuoni. Narudia tena tusije tukafanya matendo mengi sana makubwa mengine lakini kwa kuwa yamekosa ikhlas yakawa hajakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kwa kusema illa alladhina tabu wa aslahu, illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'a almu'minin wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kwa kusema hapa illa alladhina tabu, isipokuwa wale waliotubu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa aslahu, na wakatengeneza mambo yao pale ambapo wanahisi pameharibika hapapo sawa, wakatengeneza wa tasamu billah, na wakashikamana wakaungana wakawa pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, na wakafanya ikhlas dini yao wakaitakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ulaika hao waliofanya hayo yote ma'al mu'minina, watakuwa pamoja na waumini. Ili waweze kuwa pamoja na wanaoamini, kwanza watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pili watengeneze pale ambapo mambo yao yameharibika na Mola wao. Wakihisi Mola wao na Mola wao hauko sawa, watengeneze wa aslahu. Lakini tatu wa'tasamu billah, wakaungana wakashikamana wote pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakifanya hivi, lakini pia wa akhlasu dinahum lillah, wakitakasa dini yao, wafanye ikhlas, wafanye ikhlas katika dini yao. Fa ulaika ma'al mu'minin, hawa watakuwa pamoja na waumini. Wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima, na Allah ataje kuwapa waumini malipo makubwa sana. Kwa dini ifanyike kwa ikhlas. Wakati mtu anafanya jambo la dini afanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, na katika hadithi ya Anas radhiya azmane kutoka kwa Mtume rehma na amani juu yake amesema, man faraka dunya ala al-ikhlas lillah wahdahu la sharika lah wa aqama as-salah wa ata az-zakah faraqaha wallahu anhu radhi. Rawahu Ibn Majah wal Hakim wa qala sahihun ala shart al-Bukhari wa Muslim. Katika hadithi ya Anas ambayo tumeiona hiyo kutoka kwa Mtume rehma na amani juu yake asema, man faraka dunya, atakayefariki dunia, man faraka dunya, atakayefariki dunia ala al-ikhlas, lakini akiwa na ikhlas. Wakati anafariki dunia yupo na ikhlas,
Matendo yake, mambo yake yana ikhlas, anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haichanganyi na mambo ya shirki, haichanganyi na mambo mengine, hakuna riya, ni ikhlas matendo yake yote lillahi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Pili, wa aqama salat, akadumisha swala, akaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata zakat, ana uwezo wa kimali, ana uwezo wa kifedha, akatoa zaka. Atake fariki dunia kwa mazingira kama haya, kwa utaratibu kama huu ambao tunautaja hapa, farakaha, atakuwa fariki dunia mtu huyu, wallahu anhu radhi, na Allah amemridhia. Ukitaka Allah akuridhie, na wewe Allah akikuridhia, hata nani akikuchukia haito dhuru kwa kitu chochote, maadamu Allah amekuridhia. Na ndio sisi lengo letu, tunafanya haya yote, lengo ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akituridhia tumekosa nini? Akifariki dunia kama huu, mtume kautaja, amefariki wallahu anhu radhi, na Allah amemridhia. Na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo la kila muumini, ndio lengo la kila muislamu. Wa an Ubaydillah ibn Zahr an Abi Imran an Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala hina bu'itha ila al-Yaman. Katika hadithi ya Ubaydillah kutoka Abu Imran kutoka Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kwamba yeye amesema hina bu'itha ila al-Yaman, pale alipotumwa kwenda Yemen. Muadh, katika utaratibu wa mtume kwenye kufikisha ujumbe, kuna irsal ar-rusul, kwa kuwatumwa wajumbe. Hii katika wasailu da'wa, njia za kulingania, unamtuma mtu aende mahali akafikisha ujumbe. Hili lilikuwa katika kawaida na utaratibu wa mtume alayhi salatu wasalam. Sasa mtume alimtuma Muadh kwenda Yaman. Muadh alisema, ya Rasulullah ausini, mtume wa Allah ni usie. Na ni kawaida mtume na makhalifa na viongozi waliotangulia walikuwa kituma kikosi kwenda sehemu fulani, walikuwa kituma wajumbe kwenda sehemu fulani kufikisha ujumbe wa dini, wakiwapa usia. Kwa mfano mtume akituma wajumbe au akituma jeshi kwenda sehemu fulani kupigana, alikuwa na kwanza anawapa usia mzito sana, akiwaambia la taqtul mraa, msimuue mwanamke, la taqtul shaykhan, msimuue mtu mzee, simpigi mtu. Lakini sasa hivi watu wakivamia mahali mpaka kuku zinapigwa, ama kitu inacho mpaka miti matunda inakosa gani? Hasa ni kawaida mtume na makhalifa wakituma watu kwa sehemu wakiwahusia. Muadhi anaomba mtume akimtuma Yemen, akimwambia ausini, mtume nipe usia. Qala, mtume akamwambia akhlis dinak, fanya ikhlas katika dini yako wewe Muadh, nakupa usia huo. Fanya ikhlas katika dini yako Muadh bin Jabal. Ikhlas na kutuma kwenda Yemen ni jambo la dini hili. Sasa fanya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo kwa ikhlas, yakfika al-amalul qalil, itakutosha kabisa amali ndogo. Amali ndogo unafanya kwa ikhlas na kutosha. Ndio akasema rubba amalin tukabbiruhu niyya wa rubba amalin tusaghiruhu niyya. Huenda amal ikafanya kubwa, ndogo ikafanya kubwa kwa sababu tu ya ikhlas, ndio kwa na ile nia yako. Ikawa ni kubwa mno, unafanya kidogo. Ndio ikawa ni kubwa sana, lakini kwa sababu ikhlasi hakuna au ni kusudi vitu vingine, ikawa ni ndogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaambia Muadh, akhlis dinaka yakfika al-amalul qalil. Muadh, usiamue na kutumwa kwa Yemen, ni jambo la kidini hilo, fanya ikhlas, dini yako itakutosha. Amali ndogo itakutosha kwa ajili ya Allah, itakuwa ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, lakini kabla ya kumalizia, kabla hadithi ya mwisho tuangalie hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ila rasulillah faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-akhirah wadh-dhikra ma lahu. Angalia amali ilipokuwa ikikosa ikhlas inakuwaje. Ikipata ikhlas, umeona inakuwa amali imetakasika, inakuwa nzuri, inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikikosa ikhlas, hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu asema jaa rajulun ila rasul sallam faqala ara'aita rajulan, mtu mmoja kaja kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, unaonaje mtu ghaza, amepigana vita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yaltamisu al-akhirah wa dhikra ma lahu, anatafuta akhirah,
lakini anataka pia atajwe na watu. Bana yule ni shujaa kweli. Anakuja kupambana, amepambana, ni shujaa. Ile lengo lake ni akhera, lakini pia lengo lake lingine ni kwa ajili ya watu wamtaje, watu wamsifie, watu wamtaje kwa ni mtu shujaa, ni mtu mahiri kwenye mapambano. Unaonaje mtu huyu? Qala, mtume akasema la shay'a lahu, hana kitu, hana malipo. Kwa nini? Kosa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adaha 3 marrat yaqulu la shay'a lahu. Mtume karudi mara 3 akisema hakuna kitu, hakuna malipo yote kwa mtu kama huyu. Thumma qala, kisha akasema mtume, inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wabtughi bihi wajhu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali yoyote illa ile ambayo ikiwa na ikhlas. Allah atakubali hiyo tena wabtughi bihi wajhu, na paka tafuto kwa ajili ya amali hiyo radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Abu Daud wa Nasai. Hadithi ya mwisho, hadithi ndefu kidogo, nitakwenda haraka ili nimalize sababu ni hadithi ya muhimu sana. Hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma qala, asema nimesikia mtume wa Allah akisema intalaqa 3 nafar mimman kana qablakum. Angalia vizuri faida ya ikhlas, na hapa ndio inakubalika amali kama hadithi ilivyokuwa mmeiona iko wazi. Lakini hadithi nyingine kwamba kuna watu 3 walioondoka katika safari mimman kana qablakum, katika nyumati zilizopita kabla yenu, waliondoka kwenda katika safari, hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhalu, paka katika mahali wakalala katika pango. Safari imekuwa ni ndefu, hawajafika, usiku umeingia, wakapumzika katika pango. Fadakhaluhu, wakaingia katika pango hilo. Fanhadarat sakhratun min aljabal fasaddat alayhim alghar. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya kuingia katika pango, jiwe likaporomoka kutoka mlimani likaja huko likafunika mlango wa pango. Na unaonaje hiyo hali? Jiwe amesema hadithi imetaja sakhar ni jabali, jiwe kubwa, hawezi kusogeza wapite. Kaziba mlango wa pango. Fakalu, haraka mno. Unajua watu wema bana, waja wema Allah huwa anawajalia fikra na namna ya kutoka katika tatizo lilimwafika. Kutokana ni watu wema, Allah kawapa namna wafanye nini ili watoke katika hilo pango. Faqalu, wakasema innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Wakaambizana jamaa, hakuna yote atakaye kuokoa kwenye hili pango na kutoa hili jabali isipokuwa kila mmoja amombe Allah kutokana na matendo yake mema. Allah, nilifanya sikufanya kitendo kizuri, kutokana na hichi kitendo tuondoshe tatizo. Haya, wewe tujalie Allah amekusibu kwa janga fulani, unataka umombe Allah kuondosha kwenye hilo janga kupitia matendo yako mema, unayo? Ama itaha matendo mema hayo ili Allah kuokoe kupitia matendo yako mema, muombe kwa hayo, nayo ya kwapi? Kama unayo, basi muombe Allah kuondosha katika matatizo kupitia matendo mema. Kisha qala rajul, moja kwa moja wakaanza, wako 3, kila mmoja aseme matendo yake mema, kisha amombe Allah muondoshe tatizo kutokana na hilo na hiyo ndio hicho kitendo. Mmoja akasema Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, watu wazima sana, wazee wameshazeeka sana. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mali, nilikuwa silishi watu wangu nyumbani wala silishi mali yangu, isipokuwa kwanza niwalishe wazazi wangu wawili, wapate chakula wazazi wangu, wanywe maziwa, kisha baadaye ndio familia yangu. Alikuwa anajali wazazi wake kweli, na hii kitu ni kizuri mno hiki, kwa ajili ya wazazi katika amali salih mno. Una mzazi wako, baba yako, mama yako yuko hai, wallahi nafasi kubwa unayo ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia khair na ihsan. Fala bi talabu shajarin yawman, siku moja nilichelewa kwenda kutafuta kuni. Falam aruh alayhima hatta nama, sikuenda kupelekea chakula wala maziwa mpaka wakalala. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain, nikawakamulia maziwa kama kawaida, nikawapelekea nikawakuta wamelala. Fakaritu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, nikaogopea kuwalisha watu wangu nyumbani na ile mali yangu, nikaacha wakalala njaa. Sikutaka kuwatanguliza mbele ya wazazi wangu abadan, sikutaka kufanya hivyo. Falabithu walqadah ala yadi antadhir istiqadahuma, nimekaa mlangoni, usiku baridi, usiku upepo,
usiku vumbi limekaa mlangoni nasubiria waamke niwape maziwa kwa mkononi. Balia hiyo hata barqa alfajr, mpaka alfajiri yachomoza, wanaamka alfajiri na wapo maziwa yao wapate kunywa. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma, wakaamka wakanywa maziwa yao watu wazongo wawili. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi shajara min hadhihi sakhra. Kama hili kitendo unajua Allah limefanya kwa ajili yako kutafuta radhi zako, naomba tuonyeshe tatizo ambalo limetufika. Famfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj, ile juu likaondoka kidogo lakini hawezi kutoka, nafasi ndogo hawezi faraje, hawezi kutoka. Tayib, qala al-akhar, akasema yule mtu mwingine wa pili, Allahumma kanat li ibnatu ammi, ewe Allah mimi nilikuwa na binti wa ammi yangu, kanat ahabba an-nas ilayya, katika watu naopenda ilikuwa ni yeye, binti wa ammi yangu nilikuwa nampenda mno. Fasema faaradtuha ala nafsiha, mimi nikamtaka kufanya zina sababu nampenda sana binti ammi yangu. Wamtana'at minni, akanikatalia. Hatta alamat biha sanatu min as-sinin, mpaka walipozidiwa na mwaka wa njaa. Mwaka wa njaa ukawazidia yeye na familia yake, binti wa ammi yangu. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar, nikaja nikampa dinari 20 wa 100 dinari 200 ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, ila nikubalie jambo langu. Kafanya hivyo, nikatumia kama hii ni chance. Na ndio wengi watakuta katika mabinti wanarubudia kwa sababu ya shida, matatizo waliokuwa nayo kwenye familia zao. Kuna watu wanatumia kama hiyo njia ya kupata malengo yao, kutimiza malengo yao. Fafalet, akakubali kwa sababu ana shida, ana matatizo. Ili kuondoa haya matatizo inamlazimu akubali jambo hilo. Hatta idha qadartu alaiha qalat, paka nilipofika hatua ya mwisho akasema yule binti, la ahillu lak, misi halali kwako, la ahillu lak, misi halali kwako, antafudda al-khatama illa bihaq, kuivua pete isipokuwa kwa haki yake. Pete haivuliwi ila kwa haki. Hapa kaongea mafumbo kwamba pete haivuliwi ila kwa haki yake. Nafikiri mmefahamu hilo fumbo hilo, na hapa anaongea na watu wazima, fumbo limefahamika hilo. Antafudda al-khatama illa bihaq, haivuliwi pete ila kwa haki yake. Kasema hivyo binti akimpa mawaidha kijana baada ya kutaka jambo lake hilo. Fataharajtu min al-uqu' alayhi, kapata tabu sana. Tena kwambia mche Allah usivue pete ila kwa haki yake. Akapata tabu sana, nifanyaje sasa? Niendelee au niache? Sababu ishampa tayari. Fansaraftu anha, nikamwacha. Tena wa hiya ahabbu an-nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi ataituha, nampenda kweli kwa nafsi yangu, lakini nikamwacha hali zake. Nikamwachia na dhahabu ambayo nimempa na pesa ambayo nimempa, nikamwachia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi, ewe Allah kama kweli wajua mimi nimefanya hili kwa ajili yako wewe, basi tuondoshe tatizo ambalo tulikokutwa na hilo tatizo. Sasa fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, juu likasogea pia hawezi kupita, hawezi kutoka. Wakala thalith, akasema yule wa tatu, Allahumma ista'jartu ujara, ewe Allah mimi niwaajiri waajiri wengi tu, fanya kazi wengi, kwa nimewaajiri kazi. Wa ataytum ajrahum ghayra rajulin wahid, wote nikawapa ujira wao, wote nimeshikisha wapo isipokuwa mtu mmoja sikumpa ujira wake. Anasema wa dhahaba, na kaondoka zake. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin, ule ujira ambaye alikuwa ameuacha nikaukuza ukawa ujira mkubwa mno, ikawa mali nyingi kwa sababu ya ule ujira wake, kwa sababu ya ule mshahara wake, kulikuwa kuna ujira mkubwa. Siku moja akaja akaniambia, ya Abdullah addi ilayya ajri, mje wa Allah naomba ile ujira wangu, nimefuata mshahara wangu mwaka fulani, nilifanya kazi kulipa ujira wangu, nikawa nimekisha kuondoka nikauacha. Yule mtu akamwambia,
kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal-baqari wal-ghanami war-raqiq, kila ambacho unakiona mbele yako ni katika ujira wako, ngamia, ng'ombe, watumwa hao wote, katika ule ujira wako nimeukuza, umekuwa mkubwa kiasi hiki, yote ni ya kwako, unachoona mbele yako, chukua. Faqala ya Abdullah la tastahzi, wewe mja Allah usimfanyie mzaba, acha utani, chukua nani haki yangu, acha utani. Faqultu inni la astahzi bika fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu shay'a. Nasema kama ni kweli, akasoga kila kitu. Bwana alikuwa na magani sijui, hakuacha hata kitu kimoja, akachukua kila kitu, hata mbuzi moja hajaacha. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Allah, wajua nimefanya kwa ajili yako, kutafuta radhi zako, sasa tuoneshe tatizo ambalo limetukuta kwetu. Famfarajati sakhratu fakharaju yamshun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Juu likaondoka, likasogea pembeni kabisa, wakatoka wanaenda zao. Ikhlas ya jamaa, ikhlas. Matendo hao waliyafanya kwa ajili ya ikhlas yamewaokoa leo. Wewe ni kitu gani ambacho umekifanya kweli kwa ajili ya ikhlas kilillahi hasa, ili kwamba siku upata shida itakuokoa? Ni kitu gani? Kama hauna, fanya haraka, kuna siku utapata majanga makubwa, utahitaji kuokolewa. Kwa ikhlas uliyofanya kwa ile matendo, Allah atakuokoa kwa shida uliyokuwa nayo. Kwa hivyo leo tukwamia hapa, tulikuwa tumekushana kidogo kuhusu ikhlas. Kama kuna maswali mawili matatu pengine kama hapo, kama kuna maswali.